Simliona hiyo? Mliona? Wanatugombanisha watu. Yaani acheni kutuacha SportPesa bwana. Kaeni hapo. Habari za mchana. Natumai wote mko salama na mmechangamshwa na msemaji wetu Ally Kamwe. Mimi kwa majina naitwa Tracy Hamplick kutoka SportPesa. Mimi ni mkuu wa kitengo cha masoko na mawasiliano. Na kama Ally Kamwe alivyosema, sisi ni mdhamini mkuu wa Yanga na tunajivunia kuwa mdhamini mkuu wa Yanga. Kama alivyosema, tuna ratiba ndefu sana na sisi pia tumejiandaa kuwa nanyi mwanzo mwisho. Tulianza kwenye mkutano mkuu wa wanachama, jana tulikuwa the Superdome. Kwa wale waliobahatika kufika walikuta banda letu pale. Tulikuwa tuna activation, tulikuwa tuna zawadi mbalimbali. Lakini pia tulikuwa tuna wadada wako pale wa kuelekeza wateja wetu kuhusu bidhaa zetu, lakini pia kuwasaidia lakini pia kuwasaidia kwenye kujisajili, na kama kuna matatizo yote tumewasaidia jana. Kwenye ratiba hii ya SportPesa wiki ya mwananchi tutakuwepo pia pamoja. Kuanzia Jumatano tutakuwa tuna gari la SportPesa. Kwa wale ambao walikuja siku ya parade mtakuwa mnalifahamu. Gari la SportPesa litakuwepo tunapozunguka kwenye matawi. Tutakuwa na burudani pale, kutakuwa kuna DJs. Tutatumia screen yetu kuonyesha video ambayo tulizindua jana, ambayo ina moments kadhaa za msimu uliopita, magoli yaliyopigwa, kujikumbusha tu kidogo kuhusu msimu wetu wa ubingwa. Lakini pia gari la SportPesa litakuwa na wadada ambao watazunguka nao kusaidia kwenye usajili, lakini pia kwenye kuhamasisha wananchi kukata tiketi. Kama Ally Kamwe alivyosema, uwanja ni mdogo na nafasi ni chache. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwahi ili usikose burudani iliyoandaliwa. Kwenye siku ya Alhamisi tutakuwepo pia hapa Jangwani. Kwenye siku ya kuchangia damu tutakuwepo. Tutaleta gari letu, lakini pia tutakuwa tuna banda la SportPesa pale. Zawadi zitaendelea kumwagika kama kawaida na burudani pia itakuwepo. Tukiwa tunaendelea kujiandaa kwenye kilele cha SportPesa wiki ya mwananchi, ambao kwetu sisi tunaitambua kama SportPesa Yanga Day. Sisi pia tutakuwepo pale uwanjani kuanzia asubuhi na mapema. Tutakuwa tumeset up sehemu maalum na tunawakaribisha sana mashabiki wote kuja kwenye banda la SportPesa. Na hii wiki nzima ukiachana na kuwepo na nyinyi kwenye shughuli mbalimbali, pia kwa upande wa bidhaa tumeandaa promotion ambayo ni maalum kwa wananchi. Na kwenye hii promotion namaanisha kwamba kutakuwa na bonus tunagawa kwa wateja wetu, haswa wale wanaocheza michezo ya kasino, lakini pia wale wanaoendelea kubeti kwenye michezo. Hizi bonus ni maalum kwa wananchi ambao tutakuwa tumeandaa page maalum. Una confirm tiketi yako iliyokatwa, unapata bonus. Na utaratibu utatolewa kwenye mitandao yetu rasmi ya social media, Facebook, Instagram pamoja na X. Ukiachana na bonus na hizi zawadi mbalimbali tutakazokuwa tunazigawa, sisi pia tunajiandaa, na najua wananchi wengi wanajiandaa kuangalia jezi za msimu mpya. Na hizi jezi kama mnavyojua mbele SportPesa ipo. Kwa hiyo tutafanya utaratibu, zikishazinduliwa kutakuwa kuna baadhi ya limited edition jerseys ambazo wananchi ambao watashiriki kwenye challenge yetu watapatiwa kama zawadi kabla ya kilele cha SportPesa wiki ya mwananchi. Singetaka kuongea sana ila kuwakumbusha mashabiki wote, wananchi tuko pamoja, na kama mdhamini mkuu tutaendelea kutoa support yetu, lakini pia na nyinyi muendelee
kutupa support, kwa sababu jinsi mnavyozidi kucheza na SportPesa na sisi tunapata uwezo wa kuendelea kuwekeza na kuidhamini klabu yetu ya Young African Sports Club. Asanteni. Asante sana. Asante sana SportPesa kwa maneno mafupi mazuri ambayo yanaonyesha ni kwa namna gani mmejipanga kushirikiana na klabu yetu kwenye wiki hii ya wananchi. Kushoto kwangu hapa ninaye mdhamini mwingine ambaye hii ni mara yake ya pili na yeye anashiriki kwenye wiki hii ya wananchi. Shiriki mwaka jana na mwaka huu akasema lazima tena nije niongeze nguvu nishirikiane na wanayanga kulifanya tamasha la wiki ya wananchi na kuwa zuri na lenye kupendeza. Hawa si wengine ni Tanzania Commercial Bank. Tanzania Commercial Bank, TCB. Tanzania Commercial Bank, TCB. Karibu sana. Wanayanga wanataka kusikia tumewaandalia nini sisi watu wa Commercial Bank. Asante Alikamwe. Habari za mchana waandishi wa habari. Mimi kwa majina naitwa Godbright Mlai, ni afisa uhusiano na mawasiliano ya umma kutoka Tanzania Commercial Bank. Kipekee kabisa nipende kushukuru uongozi wa Yanga kutupatia fursa hii adhimu tena kwa mara ya pili mfululizo kuwa mmoja wa wadhamini kwenye Yanga Day mwaka 2026. Mbali na huduma za kibank tunazozitoa, sisi Tanzania Commercial Bank tunatoa huduma mbalimbali ikiwemo huduma za mikopo mbalimbali kwa riba shindani sokoni, lakini pia tunatoa huduma za bima kwa kushirikiana na kampuni kubwa za bima nchini Tanzania. Lakini mtandao wetu mpana wa matawi nchi nzima, tuna matawi zaidi ya 83 Tanzania bara na visiwani, lakini mtandao mpana wa mawakala zaidi ya 7,000 nchi nzima. Tanzania Commercial Bank tunajipambanua kama banki inayomuelewa Mtanzania, na tunatambua moja ya vitu ambavyo Tanzania wanapenda ni michezo. Ndio maana sisi tumekuja leo tena kwa ajili ya kushirikiana na wenzetu Yanga katika kuelekea kilele cha Yanga Day. Katika ratiba ambazo msemaji Alikama amesema, sisi TCB au Tanzania Commercial Bank tutakuwa tunashirikiana nao, kwa maana kwa tutakuwa na maafisa pale ambao watawezesha Watanzania kwanza kupata huduma za kibank kwa maana elimu ya fedha, lakini pia tutafunguisha account pale, lakini pia tuna huduma mbalimbali za digitali. Tuna huduma za TCB Popote mobile app, tuna internet banking, lakini pia tuna huduma ya lipa namba. Kwa hiyo kwa kusema hayo machache nishukuru tena, lakini pia niwakaribishe Watanzania wote TCB na tupo pamoja kushirikiana na Yanga African. Asante sana. Asante sana TCB, asante sana SportPesa kwa nukta hii, na waruhusu mkaendelea majukumu mengine ya kutuandalia vitu vizuri, na niwakaribishe sasa wadhamini wengine ambao tuko nao kwenye wiki hii ya wananchi, na wao waje wazungumze kidogo. Ndugu zangu waandishi wa habari, tuna orodha ya wadhamini wa kutosha. Nataka kuonyesha kwamba klabu hii imekuwa klabu yenye mvuto, klabu ambayo inavutia wawekezaji, klabu ambayo kila mmoja anatamani kushirikiana naye, kila taasisi inatamani kuwa karibu na Yanga Afrika. Tumie fursa hii kuwakaribisha GSM Group na GSM Foundation. GSM Group tunaye dada yetu Neema, na GSM Foundation tunaye dada yetu Faith. Karibu sana. Sawa. GSM Group tunaye dada yetu Neema. Hawa tumekuwa nao kiwa tunakwenda kwenye matukio yetu, tunakunywa soda, tuna enjoy maji ya GSM. Ni kwa udhamini mkubwa ambao dada yetu Neema hapa amekuwa akitupa nguvu ya Young Africa. Lakini GSM Foundation wamekuwa kimbilio la Watanzania sasa hivi, wamekuwa wakishiriki kwenye matukio mbalimbali kuhakikisha Tanzania inapata faraja.
tunawashukuru sana. Toka Madam Faith umeanza kazi yako pale GSM Foundation, mambo yako mazuri yanaonekana, hakuna asiyeona. Kwa hiyo tukupe fursa hii kwanza, uanze wewe kuzungumza kwenye hii wiki, ni mambo gani mazuri ambayo wanayanga wanaokusikiliza, ambao wanakuonaga unasaidia watu mbalimbali, unatoa misaada hapa na pale, wiki hii wategemee nini kutoka GSM Foundation? Jadu, ni misaada, sio michango ya ndoa, msisumbue. Asante sana Ali. Nashukuru ndugu waandishi wa habari. Kama nilivyotambulishwa, kwa majina naitwa Faith Bubu na ni mkuu wa GSM Foundation. Kama ambavyo amesema Ali, na nisirudie sana na ili tusipoteze muda. Sisi GSM Foundation tumekuwa ni washirika wakubwa sana wa Yanga Sports Club. Tumekuwa tukishirikiana nao sana katika kurudisha katika jamii yetu ya Watanzania. Kwa hiyo tukaona hata katika maadhimisho ya wiki hii ya mwananchi tusikae pembeni, tuungane nao katika matukio mbalimbali ili kurudisha faraja kwa Watanzania, kwa sababu kama ni burudani tayari wao kama club wanawapatia wananchi. Kwa hiyo lakini pamoja na burudani tumeona ni vizuri tukarudisha kwa jamii yetu ya Watanzania. Kama ambavyo Ali ameorodhesha matukio mbalimbali ya wiki hii ya mwananchi, na sisi pia GSM Foundation tutakuwa bega kwa bega na wao katika ushiriki wa matukio hayo mbalimbali, lakini kipekee sana sisi kama GSM Foundation tutakuwepo siku ya Alhamis hapa Jangwani, tukishirikiana na wenzetu kama ambavyo Ali ametoa wito kwa Watanzania wote, wadau mbalimbali wa michezo, tujumuike kwa pamoja kutoa damu, kuchangia damu, kwa sababu kama ambavyo Ali pia amesema, mahitaji ya damu huwezi kujua lini utakuwa na uhitaji, kama sio wewe ni mmoja wapo labda wa familia yako. Na uzuri wa zoezi hili la kutoa damu kama ambavyo Ali amesema, sijui kama utaratibu umebadilika, lakini last time I remember ulikuwa ukitoa damu unapatiwa kadi, sio? Ile kadi labda kwa watu ambao hawafahamu, ukiwa na ile kadi, in case siku ndugu yako anaugua, anahitaji damu, amekwama labda yuko hospitali, anahitaji damu ya haraka, mnaambiwa ndugu, kaleteni damu. Nani anaweza kutoa damu? Lakini kama mmoja wenu ama wewe ukiwa na ile kadi kwamba wewe kuonyesha kwamba uliwahi kuchangia, hapo yule mgonjwa wenu, utaratibu wa hospitali wanachofanya ni kwenda tu kwenye idara ya benki ama benki ya damu kwa ajili ya kutoa damu kwa ajili ya yule ambaye tutakuwa ni mpendwa wako. Kwa hiyo ni kitu muhimu sana, na kwa wale ambao wana uwezo kama afya inaruhusu, na nichukue nafasi hii kutoa wito tujitokeze wengi ili tuweze kutoa damu. Lakini pamoja na hayo, kama ambavyo Ali ameorodhesha matukio, siku ya Ijumaa tutakuwa na wenzetu Yanga Sports Club pamoja na wadau mbalimbali wa michezo. Tutakuwa pale katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Temeke. Tutakuwepo pale kwa ajili ya kutoa misaada mbalimbali ikiwemo vifaa vya kuwezesha hospitali ile. Kama ambavyo wengi mnajua, hospitali ya Temeke ni hospitali ya rufaa, inachukua wagonjwa mbalimbali kutoka maeneo ambayo yako karibu na Temeke na inahudumia wagonjwa wengi sana. Kwa hiyo sisi kama GSM Foundation tuliona ni vizuri, ni moja ya hospitali ambayo tunaweza tukaenda tukatoa misaada, hususan vifaa ambavyo vitaweza kusaidia katika utoaji wa huduma za afya kwa wagonjwa pale. Kwa hiyo lakini pamoja na hayo tutatoa pia wasaa wa kutoa wheelchairs pamoja na vifaa vingine vingi vya matibabu. Tutatoa pia wheelchairs ambazo zitakuwa zinasaidia wheelchairs 10 kwa ajili ya kusupport utoaji wa huduma za matibabu pale hospitali. Lakini pamoja na hayo, nilikuwa na surprise kidogo ambayo tulikuwa hatujawaambia. Sisi kwa kuthamini kazi ambayo mnaifanya, klabu yenu inafanya kazi nzuri sana, na mashabiki wenu ambao wamekuwa wakiwasupport kutoka sehemu mbalimbali za Tanzania. Wakati naongea na Martha ambaye ni mmoja wa watendaji wa klabu ya Yanga, alituambia kwamba mnao mashabiki ambao kwa bahati mbaya au kutokana na changamoto mbalimbali wana ulemavu ambao na wao pia wanahitaji wheelchairs. Sasa ili kuonyesha support yetu kwenu, lakini pia kwa mashabiki wenu na wanachama wenu, tutatenga wheelchairs 10 kwa ajili ya kutoa kama msaada ama kurudisha katika jamii yenu ya wachezaji wenu ama watazamaji wenu na mashabiki wenu,
ili kuongeza hamasa ya wao katika michezo, ili kushiriki pia, kwa sababu kuna wengine labda wanatamani washiriki kwenye matukio mbalimbali ya wiki ya mwananchi, lakini labda kutokana na ukosefu wa wheelchairs hawawezi. Kwa hiyo tutatoa pia wheelchairs 10 kwa ajili ya kuwawezesha mashabiki wenu kushiriki kikamilifu katika wiki ya mwananchi. Ama baada ya kusema hayo, nimkaribishe mwenzetu kutoka GSM Group naye aendelee kuwaeleza ni namna gani sisi kama GSM tumejipanga kushiriki kikamilifu katika wiki hii ya mwananchi. Asanteni sana. Karibu. Asante sana. Habarini za mchana ndugu waandishi wa habari. Kwanza kabisa majina yangu mimi ni Neema Loti, mimi ni Group Marketing Manager kutoka kampuni ya GSM Group, na ninayo furaha kuwa sehemu ya press conference hii. Kwanza kabisa niwapongeze kwa ajili ya ile annual general meeting ambayo imefanyika siku ya jana. Tulikuwepo pale na tumeshuhudia ikienda vizuri kabisa kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Hongereni sana. Na sisi kama wadhamini na partners wa Yanga Sports Club tunayo furaha kujumuika na nyinyi katika msimu huu mpya wa soka 2026-2027. Kwetu sisi tunaamini kwamba Mwananchi Wiki ni mwanzo wa historia nzuri ya msimu wa soka 2026-2027, na ndio maana basi tumejikita kikamilifu kuhakikisha kwamba hii wiki watu hawaendi kinyonge. Tunaenda kuleta vitu vizuri, tukianza kwanza na kampuni yetu. Tumeongelea foundation, mchango wao ambao wanaenda kutoa katika wiki hii ya mwananchi, lakini pia sisi tunazo kampuni tanzu nyingi sana. Na nikizungumzia katika kampuni tanzu hizi, tunayo kampuni yetu ya beverage, GSM Beverage, ambayo inazalisha na kusambaza vinywaji mbalimbali. Kwa hiyo kwenye wiki hii kuanzia siku ya kesho tunavyoenda kulaunch kule Geita, watu wanaweza tuenda kulaunch huko Ushirombo. Yes, Ushirombo. Watu wanaweza kusema ni mkoani kule vinywaji sio itakuwaje. Tunapenda kuhakikishia kwamba vinywaji kutoka GSM vitakuwa vya kutosha. Mkononi wangu nimeshika mtoto wetu mpya, huyu ni Mango Passion, atakuwepo. GSM Drinking Water itakuwepo, lakini pia Jiboost na nyingine nyingi ambazo zinapatikana ndani ya GSM Beverage zote zitakuwepo. Kwa hiyo tutakuwa kwenye matukio yote kuanzia kesho, siku ya Jumatano tunavyoanza zile on ground activations mtaani mpaka siku ya kilele, tutakuwa na vinywaji vya kutosha na kuhakikisha kwamba kila mwananchi anaweza kunufaika na bidhaa zetu za vinywaji. Lakini pia kitu kingine tunafahamu kwamba jezi zinakuja. Na sisi bwana tunayo maduka yetu ya GSM Retail ambayo yako sehemu tofauti tofauti. Kuna moja ilipo pale Plaza Kamata, lakini pia pale Posta Salamanda Tower tunalo lingine Mlimani City na lile lingine la Msasani. Hizi jezi zitapatikana kwenye hayo maduka yetu. Kwa hiyo kila mwananchi akae mkao wa kula. Mwaka huu tumejiandaa kikamilifu na tunajivunia kuwa sehemu ya historia katika msimu huu wa soka 2026-2027. Asante sana. Asante sana Neema, na niwashukuru pia kwa ushiriki wenu siku ya leo. Asante sana. Asante sana Neema kutoka GSM Group na Madam Faith kutoka GSM Foundation. Tunao wadhamini wetu wengine hapa ambao na wao ningetamani wapate muda kidogo kuweza kuzungumza. Benki ya CRDB, sana kiongozi. Tunaambia tuna wadhamini wetu wengi ambao tutashirikiana nao, na ndo sifa ya taasisi ikiwa imetulia, imenyooka. Yaani taasisi kama hizi haziwezi kushirikiana na taasisi ambazo huwezi kuelewa uongozi wake umekaaje. Zote zinakuja kwenye taasisi zilizonyooka. Unamjua rais wa timu, makamu wa rais, unawajua wajumbe. Taasisi ikiwa ina kona hivi huwezi kupata wadhamini walionyooka. Utapata, lakini mdhamini aliyenyooka kama CRDB Bank huwezi kumpata. Tampata mdhamini mwingine, lakini watu walionyooka wanapenda taasisi zilizonyooka,
za kushirikiana nazo. Sio kiongozi mmoja uko vichakani unafanya mkutano, kiongozi mwingine yupo Instagram, afu utegemee wadhamini waje. Never. Karibu wenzetu wa CRDB Bank, mtueleze wiki hii. Tumezoea kuwa na nyie kwenye kila matukio ya klabu yetu. Tumekuwa na nyie kwenye annual general meeting, tumekuwa na nyie kwenye wiki ya wananchi, tumekuwa na nyie kwenye matukio mengi kweli kweli CRDB Bank. Na nyie si tunasema kama Yanga, nyie ni benki ya mabingwa kwa sababu ya rangi. Rangi. Ni wenzetu hawa, benki ya kibingwa, benki ya kichampioni. Kwa hiyo tuwakaribishe tusikie nao wiki hii wametuandalia vitu gani vizuri. Karibu sana kiongozi. Jamani, habari za mchana. Najua mmeshachoka, labda umeenda, lakini tuvumiliane tu kidogo. Jina langu naitwa Muhumuliza Buberwa. Mimi ni meneja wa kanda ya Dar es Salaam, benki ya CRDB. Inasimamia uendeshaji na usimamizi wa matawi yaliyoko ndani ya kanda yetu ya Dar es Salaam. Lakini niko hapa pia kumwakilisha mkurugenzi wa mwenye dhamana ya usimamizi wa matawi nchi nzima, Bonaventure Paul, ambaye ameniomba niweze pia kumwakilisha katika press conference hii. Kwa hiyo mimi nianze kwanza kwa kuwapongezeni wote. Wapongeza klabu yetu ya Young Africans, kupongeza uongozi, kupongeza mashabiki na wanachama wote. Lakini pia nipende kuwapongeza sana kwa mkutano mkuu ambao jana umefanyika kwa weledi mkubwa sana, na kwa namna hiyo kwa niaba ya management ya benki ya CRDB nipende pia kutambua na kuwapongeza sana viongozi wote waliochaguliwa jana, na hususan president kaka yangu Engineer Hersi Said kwa kuaminiwa tena kwa kipindi cha miaka 4, lakini pia ndugu yangu Arafat Haji kwa kuaminiwa pia tena kwa kipindi kingine cha miaka 4 kuongoza klabu hii kubwa hapa barani Afrika. Lakini pia yamezungumzwa mengi sana juu ya udhamini. Na nashukuru sana ndugu yangu Ali amejaribu kuelezea kinagaubaga juu ya ushiriki wa benki ya CRDB katika matukio ya klabu hii kubwa hapa barani Afrika, klabu ya Young Africans. Benki yetu kama ambavyo tunajinasa, sisi ni benki inayomsikiliza mteja, lakini mnafahamu ile kauli mbiu yetu inayosema ulipo tupo. Sisi tunaamini kila Yanga alipo, share na benki ya CRDB ipo. Ndio maana katika matukio mengi ambayo unayaona ya kimichezo na hasa ya klabu hii kubwa, benki ya CRDB utatuona pia tukiwepo, tukishiriki kwa hali, kwa nguvu na kwa kuhakikisha kwamba pia tunaweza kuattend. Kama ambavyo pia jana mmeweza kuona tukiwepo katika mkutano mkuu na maeneo mengine, pamoja na wiki nyingine za mwananchi ambazo zinatokea kwa miaka yote ambayo imepita. Sasa sisi pia kwa mwaka huu tunaingia kama sehemu ya wadhamini, na mnajua benki ya CRDB hatuna jambo dogo, tukisema tunadhamini kweli. Kwa hiyo tutakuwa pamoja na wananchi mahali popote ambapo watakuwa wakifanya activations, na sisi tutakuwepo kuhakikisha tunawahudumia wananchi. Sasa tunawahudumia wananchi kwa namna gani? Mbali na mambo ya udhamini, Ali hapa amezungumza vizuri kwamba klabu ikiwa kubwa, taasisi ikiwa kubwa inavutia wadhamini. Lakini pia sisi kama wananchi tunao wajibu wa kuhakikisha tunaisaidia klabu yetu. Tutaisaidia kinamna gani? Kuhakikisha kwamba kwanza tunakuwa wanachama halali ambao wanatambulika. Utatambulika kwa namna gani? Kuhakikisha kwamba unamiliki kadi yako ya wanachama, sio kumiliki tu, unachangia michango yako ya kila mwezi au kila mwaka. Sasa benki ya CRDB tupo kuhakikisha kwamba tunafanya kazi pamoja na klabu hii kubwa nchini, kuhakikisha kwamba tunafanya registration, tunafanya usajili wa wanachama. Kwa hiyo popote pale ambapo activations na shughuli mbalimbali zitakuwa zikiendelea katika wiki nzima, tutakuwepo pale kuhakikisha kwamba mwananchi haupati changamoto ya kujisajili kuwa mwanachama halali na kutambulika kwamba wewe pia ni mmoja wa wanachama wa klabu ya Yanga. Tutafanyaje? Nimebeba hapa kadi, mfano wa kadi ambazo tutakuwa tukizitoa pale. Na sisi tumesema hataki tukuhangaishe, kuchagua rangi. Rangi chagua mwenyewe, unataka hii au unataka hii, wewe tu. Sisi tutakuwa pale kuhakikisha kwamba tunakupatia kadi yako ya wanachama, tunakusajili na unatambulika. Lakini sasa hii kadi pekee haitoshi. Hii kadi nyuma yake kuna account number.
ya benki. Kama ambavyo wale watu ambao unaenda unafungua akaunti ya benki, unaweza ukaenda ukatoa pesa kwenye ATM kwa kadi hii. Unaweza tukakuunganisha na huduma inayoitwa sim banking, utaweza kuhamisha pesa zako kutoka kwenye account kwenda kwenye account za benki nyingine, kwenda kwenye mitandao ya simu. Utaweza kutumia kadi hii kuweza kulipa bili mbalimbali, aidha mtandaoni au kwa kutumia sim banking. Utaweza kutumia kadi hii kwenda kwa wakala wa benki ya CRDB kuweza kuchukua pesa zako. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba unapata faida mara mbili, kwamba moja, unatambulika kama wewe ni mwanachama halali kabisa wa klabu ya Yanga, lakini mbili, unaweza kuendelea na shughuli zako za kifedha kwa kutumia kadi yako hiyo hiyo, kwa kutumia rangi yako hiyo hiyo ambayo wewe unaipenda. Kwa hiyo nipende kuwakaribisha sana wananchi wote, sio tu walioko ndani ya mkoa wa Dar es Salaam, lakini nchi nzima, tembelea matawi yetu ya benki ya CRDB. Ukifika kwenye tawi ya benki ya CRDB, wewe sema mimi nahitaji, kama hauna account, sema naomba nifungue account ya Yanga. Kama una account tayari, sema mimi nina account tayari, nahitaji tu nipate kadi ya wanachama na niweze kulipia michango yangu. Na namna ya kulipia ni rahisi tu. Unafahamu kwamba unatakiwa uchangie shilingi 2,200 kama ada ya wanachama. Ukiangalia kwa mwaka mzima ni kama 24,000. Na pia kadi utaipata kwa gharama ya shilingi 5,000. Kwa hiyo ukiwa na 29,000 unaweza ukapata kadi yako, lakini ukawa umechangia michango ya mwaka mzima. Utapata wapi service kama sio benki ya CRDB? Lakini jambo la mwisho kabisa, najua nilisema mwisho, ukiwa na kadi, ukipata wanachama kupitia benki ya CRDB, unaweza ukapata bima ya maisha. Tunaita cover assurance. Bima hii ya maisha ikitokea umepata changamoto ya kuitwa mbele za haki, unaweza ukapata au familia yako itaweza kuchangiwa mpaka shilingi milioni 4. Tunajua misiba inatokea, naanza kuchangishana, mnahangaika bwana Ali. Watu wanapata shida, wanaanza kuchangishana, tunafanyaje, tunasafirisha vipi? Kama wewe umekuwa mwanachama kupitia benki ya CRDB na unayo kadi yako ya wanachama kupitia benki ya CRDB, familia yako haitapata shida. Mpaka shilingi milioni 4 bima ya maisha, tunaweza msiba wako utaendeshwa vizuri, au msiba wa mwenzi wako utaendeshwa bila kuwa na changamoto. Niwakaribisheni sana benki ya CRDB, lakini pia niwashukuruni sana kwa kunisikiliza. Asante sana. Asante sana. Asante sana bwana, ndugu yangu. Asante sana. CRDB imeonyesha kwa vitendo tunavyosema kufa kufaana, maana yake ndio hii sasa. Ukiwa na kadi hiyo ya CRDB benki ya Yanga unapata hiyo bima ya maisha, na amesema inakwenda mpaka milioni 4. Yaani ukikata moto leo hakuna daftari la rambirambi itakalopita, kwa sababu tayari una kadi ya CRDB. Na ukikata moto leo hii maana yake umekufa. Alafu kufaana ndio hiyo ndugu zako na jamaa wanaoenda kuokota. Mungu awajalie muwe wenye kadi ili mfe ndugu zenu tuweze kuokota. Mnasemaje waandishi? Mmegoma? Haya, sawa. Basi tumewasikiliza baadhi ya wadhamini ambao tuko nao kwenye wiki ya wananchi, na sio hao tu ndugu zangu waandishi wa habari. Kabla sijawapa habari mbili kubwa za mwisho, naomba niwataje wadhamini wengine ambao hawajafanikiwa kufika hapa leo, lakini tuko nao kwenye wiki ya wananchi. Tunao benki ya Equity Bank ambayo na yenyewe imetia kibunda kushiriki na Yanga kwenye wiki ya wananchi, lakini pia tunao benki ya NBC ambayo na yenyewe imetia kibunda kuhakikisha inadhamini tamasha kubwa la kimpira Afrika Mashariki na Kati. Na tunao pia wenzetu wa TPA, Tanzania Port Authority, TPA, na wenyewe tunashirikiana nao kwenda kwenye wiki ya wananchi. Jumla mpaka sasa hivi tuna wadhamini 9 on board ambao wamethibitisha kushirikiana na Yanga kwenye wiki ya wananchi. Tunaye SportPesa, tunaye GSM, tunaye GSM Foundation, tunao GSM Beverage, tunao CRDB Bank, tunao Tanzania Commercial Bank TCB, tunao Equity Bank, tunao NBC na mwisho tunao TPA. Milango bado haijafungwa. Kama una taasisi unataka kushirikiana na Yanga,
karibu, milango iko wazi na ndiyo wiki inaanza sasa. Wiki ya shamra shamra kuelekea kilele cha Yanga Day ndio inaanza rasmi leo. Yako mambo mawili ya mwisho ambayo ni muhimu nikawaeleza ndugu zangu waandishi wa habari, na kama ulizima maiki muda ambako wanaongea wadhamini, hii itakupita.